Yaani naona kabisa hii ni kopi ya mama yetu, ni kopi ya mchungaji. Mnaniona hivi kama mzee hivi, lakini mimi ni mtoto wa mchungaji wenu. Nimebahatika sana kuongozana na huyu mama au kukutana naye kwenye huduma. Ameanza kazi ya Mungu siku nyingi, lakini bado amesimama mama huyu. Haleluya! Tunajua wanawake mnapitia mambo mengi ya kimaisha mengi, lakini hayo mengi ndio kusudi la wewe kuonyesha umesimama. Haleluya! Kwa majina naitwa Hezroni au mwinjilisti Hezroni Anyitike Mwakatoga. Mama yangu ni mchungaji wa kanisa la EAGT. Wameanza huduma pamoja na Vicky Kioma miaka ile, wakiwa ndio wainjilisti wakubwa wa kanisa la kwetu la EAGT. Haleluya! Bahati nzuri mama wa mahali hapa, mchungaji wa mahali hapa, yeye alitangulia kwenye uchungaji. Mamangu alikuwa anapiga chenga, yeye anataka asimame kwenye uinjilisti tu. Mungu alimuita mama siku nyingi. Wakati nimebahatika kukutana naye au kuona huduma yake kwenye huduma, yeye injili yake, uinjilisti wake ulikuwa umekaa kukusanya. Yeye ni mama hasa. Haleluya! Ni mama aliyekuwa nakusanya. Ndio maana yeye aliingia siku nyingi kwenye uchungaji. Mamangu ameingia juzi tu, hata miaka 6 sidhani kama amemaliza. Yuko pale Igurusi kati anamtumikia Mungu wake pale. Lakini Jumapili jioni wameondoka, wameenda Dar es Salaam kwenye mkutano wa Injili. Wao wameenda kama kwaya ya mkoa wa Mbeya. Nafikiri mnaifahamu hiyo. Wala wanaimba ufunuo wa Yohana akiwa kisiwani Patmo. Nani anaijua hizo? Haleluya! Mupo kumbe. Bonde la Baraka kwaya leo nimeona live. Unajua kwenye uhalisia hawafanyi kama tunavyoona kule mitandaoni. Kule kuna namna wanapikwa, kuna vitu wanavificha kule. Lakini leo nimejitazamia live. Kazi yenu ni njema sana. Nazungumza hivi kwa sababu na mimi ndio asili yangu uimbaji. Nimezaliwa huko, nimekulia huko kwenye uimbaji. Nilikuwa napiga vyombo vya muziki. Nikisema vyombo vya muziki, mimi sio mdogo. Nilikuwa napiga na kina Gears, kina Mwamwenda, ndio wapigaji wa makanisa ya EAGT wa zamani. Hata mimi ni mmoja wao. Haleluya! Wale ni watoto wangu wawili, nimeongozana nao. Baba Mike, unaweza kanibadilishia Mike? Wale ni wanangu wawili, nimeongozana nao. Nao wengine 3 wa kike wako kwa Mwasiposia, wanahudumu pale leo. Haleluya! Huwa napenda kuongozana nao wote, lakini leo nikaongozana na wao baba. Sikufikiri kama mko huku. Mimi niko najua pale pa zamani. Ameshuka pale nasema hii nenda pale, ingilia pale. Mimi nakaa Mbalizi. Usafiri wa Mbalizi nafikiri mnaufahamu. Umenifanya nichelewe kufika ibada. Leo hii Mbalizi, kutoka Mbalizi mpaka huku, yani kana kwamba umetoka Tunduma unakuja Mbeya. Yani pamekuwa mbali sana. Tuliwahi vizuri tu, lakini hatukutarajia maroli njiani. Kwa hiyo imetuchelewesha kidogo, mtusamee sana. Haleluya! Mama, naomba Mungu akubariki kwa kazi unayoifanya mahali hapa. Barikiwe sana mama. Nakupenda sana kutoka moyoni kwangu. Anaonekana bado kadada, lakini ni mama amepambana na kazi. Kwa Yesu kuzuri. Mama akisema kwa Yesu kuzuri, ndivyo hivyo. Mama akisema pokea, ndivyo hivyo. Haleluya! Maana yeye ndio mama yetu, ndio mzazi wetu. Tena sio rohoni tu, mpaka mwilini. Haleluya! Maana Biblia inasema kwenye Amosi 3:7,
anasema Mungu hatasema neno lolote na sisi na wewe bila kuwajulisha watumishi wake, manabii wake, siri zake. Haleluya! Kwa atakachokitamka mchungaji wako ndicho hicho na ni lazima kitendeke. Haleluya! Kwa nini tunazungumza hivi? Kwa nini tunazungumza hivi? Leo umejenga jengo zuri. Yaani jengo hili mimi naona kama tuko kana kwamba tupo bustani ya Edeni. Palipo pazuri. Hata mahali pa kuabudia lazima pawe pazuri. Haleluya! Hata wewe unapoenda kanisani kwako, mpaka inafika mahali unashindwa kumwalika mgeni rafiki yako, unakuja mwenyewe kwa sababu kanisa ni la aibu. Lakini la kwetu ni kanisa zuri. Mama, hongera kwa ujenzi, umesimama. Wengine ni wachungaji wa baba, umefanya kazi ya Mungu siku nyingi, lakini kanisa hazijafikia hili. Huyu mama huyu Mungu amewapa. Yaani na hivi nazungumza na maanisha, leo utaenda kujifunza kwa namna nyingine, na hisi kama una akili sawa. Hautamtazama mchungaji wako kama unavyomtazama siku zote. Haleluya! Mungu anakusudi na wewe, hasa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninavyowaona ndio uhalisia wetu, ndio uhalisia wako. Haleluya! Yaani wewe unaona kama ndio umeungwa sasa, umewekwa kwenye bustani ya Edeni sasa. Naona ndio wewe sasa. Haleluya! Lakini ni nani amekutoa kwenye ufalme wa Mungu? Ni nani amekutoa? Maana tupo kanisani lakini hatujui majukumu yetu. Wanyakyusa, nyosha mkono. Hii Mbeya Wanyakyusa. Kumbe kuna makabila mengi. Nataka nihubiri kwa Wanyakyusa leo. Lakini nitazungumza lugha ya taifa. Haleluya! Lakini lugha ya taifa hatujui vizuri. Nitaweka na Kinyakyusa huko. Hata Kiswahili hatujui vizuri. Haleluya! Hatujui vizuri. Ndio lugha ngumu katika Afrika. Kiswahili ni lugha ngumu. Wakati mwingine imeminya Biblia hatuitambui vizuri kwa sababu ya Kiswahili. Nikisema hatutambui vizuri na maanisha usikilize vizuri. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Walioshika Biblia hawatafaidi sana, ila walioshika daftari na beki itasaidia, kwa sababu utaenda kusoma nyumbani. Muda wetu umetutupa mkono sana. Yaani wewe mwenye Biblia achana nayo. Labda aliye na Biblia ya kwenye simu, labda huyo. Wewe ya kwako yatakupita. Ni wakati wa neno lililofunuliwa, tuliosomewa sana zamani. Hatukupata ufumbuzi, lakini leo utapata ufumbuzi. Haleluya! Tumesomewa sana, Mwanzo 1:1 tumesomewa sana, lakini twende pale nilipozungumza mwanzo. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Nasoma mwenyewe tukomboe wakati. Biblia inasema